jambo lolote. Baba, tunakuabudu, tunakusifu, tunakutukuza, maana wewe ni Mungu haufananishi na kitu chochote. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea sifa, pokea heshima, maana wewe ni Mungu wa miungu, ni Mungu hukumuye katikati ya miungu. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea sifa, pokea heshima, katika jina la Yesu. Tunakushukuru Bwana kwa ajili ya siku nyingine tumepata neema na kibali machoni pako, ikiwa Bwana leo ni siku ya 4. Tunakushukuru kwa rehema zako, maana Bwana si kwa akili zetu, wala si kwa ufahamu wetu, wala si kwa utashi wetu, bali ni kwa neema yako utusimamisha Bwana kwenye madhabahu. Maana adui zetu walitujengea ngoma, walituzingira pande zote kwa maboma, ili tusifike hapa tumefika, lakini kwa neema yako tuko hapa. Baba, utukufu na sifa na heshima vikurudia kwenye kiti chako cha enzi. Bwana, imekupendeza kutusaidia katika majira haya, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, amen. Amina. Naomba uketi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunazidi kumshukuru Mungu kwa neema yake na rehema zake na fadhili zake. Kwa kweli Mungu amekuwa mwaminifu sana kwetu. Kwa kiwango cha changamoto na vita ambazo tumekuwa nazo, tusingekuwa na semina hii kwa majira haya, lakini tunaamini Mungu ametufadhili na neema yake imetusaidia hata kuwa na semina. Kwa kweli utukufu tumpe Mungu, maana si kwa akili zetu. Bwana asifiwe. Mungu ameturehemu, Mungu ametufadhili na ametutendea mambo makuu sana. Ni semina ambayo inatupa kuomba vitu vizito. Kwa kweli somo la jana, la juzi, nikawa natafakari sana kwa nini Mungu ameachilia mambo makubwa namna hii. Nikajua kuna kitu Mungu anataka tuombe, hasa kwa ajili ya mwaka huu. Tumzalie matunda, lakini sisi wenyewe tuwe ni sehemu ya kuishi hizo baraka, lakini tuone Bwana akituvusha kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nashukuru ndugu tunatufuatilia Facebook na YouTube. Kwa kweli nimeona namba ikienda kwa spidi. Somo la siku ya kwanza tumepata watu zaidi ya 300. Na sasa nimeshangaa kuna wengine wengi wa kanisa hili kanisani hawapo, lakini mtandaoni wapo. Mtaneona watu Facebook wengi. Kama dada mwenye nywele zilizo kaa upande sana, anaitwa nani yule? Huyo. Ona dada yako ni mdau mzuri, anafuatilia vizuri kule Facebook, lakini kanisani hajapata neema. Kwa hiyo tunashukuru Mungu hata kwa ajili ya haya maarifa ambayo Mungu ametusaidia. Nimeona hata wale wako kule wako na ugonjwa. Nimemwona Charles Peter, si mwanawe? Nimeona naye anafuatilia. Saoni Mungu alipokuwa mkubwa. Wapo kule wanauguza, akiwa wanapata faraja pia, wanatiwa moyo, wanaonywa naomba. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu sana kwamba waumini wengi wameshiriki, wengine kanisa, lakini wengine kupitia Facebook. Kwa sasa hivi wanafuatilia live. Kwa hiyo unapoomba ombea pia mitandaoni, tuna watu wengi sana kuliko hapa. Naangalia somo la siku ya pili imeshapata watu zaidi ya 200, zaidi ya 200. Somo la jana juzi ni zaidi ya 100. Kwa siku hizi chache tukifuatisha na YouTube waliofuatilia tunakimbiza 500. Okay, ni sio tumeshavuka 500. Tumevuka, sasa tunatafuta 1000. So kama somo ya siku 2 tushavuka 500. Sasa hivi tunatafuta 1000. Kwa hiyo ni watu wengi. Hata mtoto wa mama Joshua sasa anaitwa nani? Mbona nani anatufuatilia kule alipo? Anaitwa nani? Yule wa kike. Maria. Mama Maria naye anatufuatia live. Kwa hiyo tunashukuru Mungu kwamba waumini wengi wa hapa wanashiriki, hata wale ambao wako safarini pia. Kwa hiyo tumshukuru Mungu kwamba shetani alijua ametuzuia, lakini bado
watu wanashiriki vizuri kabisa. Haleluya. Kwa jitie nguvu kwa banja, japokuwa kumetokea changamoto mbalimbali za kuwafanya wengine wa safarini kwa ajili ya matibabu, lakini huko waliko pia wanashiriki na ibada kwa njia ambayo Mungu ametupa, hasa kupitia mitandao ya kijamii. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunaendelea kusonga mbele na tunaendelea kuangalia juu ya ahadi ya baraka. Neno letu la msingi kitabu cha Galatia 3:29. Kuna wengine wamekuja nyuma, nirudi niguse kidogo kwenye msingi wetu. Ni wa Galatia 3:29. Na kama ninyi ni wa Kristo, basi mmekuwa uzao wa Ibrahimu na warithi sawasawa na ahadi. Kwa kuwa na kama ninyi ni wa Kristo, kwa kuwa ninyi ni wa Kristo, kuna kitu kimesababisha hata kasema basi kuwa uzao wa Ibrahimu na warithi sawasawa na ahadi. Ujumbe tunasema nguvu ya damu ya Yesu kuturithisha. Sasa sisi ambao tumekuwa wa mataifa ambao sio Waebrania kiasili, sio Wayahudi, sio uzao wa Ibrahimu kwa jinsi ya nyama na damu, tulifarakanishwa mbali na ahadi za Ibrahimu. Lakini ujio wa Yesu, hasa tumesoma jana kwenye kitabu cha Ufunuo 5:9-10, alipochinjwa mwana kondoo Mungu, akamnunulia Mungu watu wa kila taifa, lugha na jamaa, akawafanya kuwa wafalme na makuhani, nao wanamiliki juu ya nchi. Kwa sisi tumenunuliwa kutoka kwenye koo zetu. Kwa sasa ingawa mimi naitwa mzava, lakini kikweli katika ulimwengu wa roho miungu ya wanzava nishatengwa nao. Kwa nini? Niliponunuliwa jina lile lile, mwili ule ule, lakini sasa mimi na uzao mteule, mtu wa miliki ya Mungu, kuhani mtakatifu. Kwa hiyo ingawa kwa picha kawaida ni mtoto wa Matiasi, ni mpare, kila kitu, lakini kwa jinsi ya rohoni nimenunuliwa, nikatengwa na asili yangu, kwa sababu asili yangu iliharibu hatima yangu. Kwa Mungu ili anitengenezea hatima, cha kwanza alininunua. Aliponunuliwa nikafanyika uzao wa Ibrahimu. Kona wewe. Na sasa kuna watu kwa kweli hawajatambua thamani ya kununuliwa. Yaani unamkuta mtu amesimama mahali anajisifia, mimi ni mbena bwana, mimi ni mkinga bwana, mimi ni mgogo bwana, mimi ni mkaguru bwana, mimi sijui ni mchaga bwana. Yaani hajajua thamani ya kununuliwa na kutengwa. Bado anatukuza sana miungu ya kabila lake. Lakini ili tuishi ahadi za Ibrahimu, kwa jinsi ya mwili mimi ni mzava, lakini kwa jinsi ya rohoni mimi sio mzava. Mimi ni taifa takatifu, taifa teule, nimenunuliwa kwa damu. So mimi ni Mwebrania kwa jinsi ya rohoni. Kwa hiyo jivunie sana kuwa Mwebrania, usijivunie kwa mpare, kwa sababu pale kuna miungu ya wapare. Na nisikia sawa sawa? Yaani kwenye kabila lako. Kwa nini Yesu akatunua kwa damu? Asema akawanunua watu wa kila kabila, kila jamani, ukoo, asema na kila lugha. Ninapokuwa nyumbani kwa nafurahi sana kuongea Kipare na ndugu zangu, tunaongea Kipare, najisikia vizuri. Lakini kwa jinsi ya rohoni mimi sio mpare. Kwa nini? Nimetengwa na asili ya wapare ili nirithi ahadi za Ibrahimu. Sawa sawa? Amina. Katika ulimwengu wa roho usijivunie kabila lako, ukoo wako. Jivunie katika roho kama mimi ni uzao, kwa sababu wasifu wetu
unaonekana rohoni wala sio mwilini. Ukiishi kama mpare, ukijivunia upare, kitakachoendelea cha kwanza ni kuziishi mila na desturi za wapare. Na ukishaishi kwenye mila na desturi katika ulimwengu wa roho, umetengwa na uzao Ibrahim. Mila na desturi zipo mbaya, zipo chafu, zipo ambazo hazifai. Kuna mila nyingine angalau zina kanuru fulani kazurizuri. Kwenye asili ya kwetu Wapare, nilikuwa napata historia, kuna ukoo fulani walichukizwa sana na zina walichukia sana. Sasa wakaweka sheria kwao. Ikatokea binti akapata mimba kabla ya kufungisha ile ndoa ya kimila, wala sio ya kanisani, zile mila, ndoa za kietili. Kama amepata ndoa kabla hajatolewa mahali, hajafungisha ndoa, basi walikuwa wanajenga nyumba za duara zinaitwa, hata kuna Fizi ipo nyumba za inaitwa misonge, nyumba za duara zilikuwa zinajengwa sana miaka hii ya zamani. Sasa nyumba msonge huwa inakuwa na mlango mmoja kuingia na mmoja kutokea. Sasa yule binti wanamchukua, alafu anaenda mahali kwenye ukuta, wanamsimamisha hapa, wanabomoa ukuta, wanamtoa na ziba, halafu wanamwambia, kama tulivyobomoa tukakutoa tukaziba, kuanzia leo huna sehemu yoyote ya huko na hii jamaa, na huna ndugu wote, kwa tumekutoa rasmi, wewe sio wa kwetu, sio ndugu yetu. Kwa nini? Amepata mimba kabla ya wakati. Si kizuri hicho. Sio alichukia zina, lakini bado ni cha miungu, sio cha Mungu wa mbinguni. Na kwa Agano la Kale walisema anayepata mimba afanye nini? Zamani walikuwa wanafanya anayepata mimba kabla, alikuwa anafanywa nini? Wanamwambia Torati, au mnashinda kujibu. Alipigwa kwa mawe mpaka akafa. Sasa wakati walimpunguzia adhabu, sasa tunabomoa ukuta, tunakutoa. Tukishakutoa, yani usahau milele. Hata wakikutana njiani ni mgeni kama wageni wengine, hawajuani, hawana maisha ya pamoja. Kwa hiyo kuna mila nyingine angalau zilikuwa kama nzuri, lakini bado sio nzuri. Sababu nini? Hazitoka kwa Mungu, zilitoka kwa miungu. Kwa hiyo ukijivunia Mwebrania, kuna aina ya mila chafu utaziacha, utazikataa. Sawa sawa. Sajivunie kwa Mwebrania ili ujitenge na asili, kwa sababu mlango tumeangalia jana, yule aliyekutuma kuja kulani Israeli, yule Balaamu, alipokuja, alipokagua kila kona, akakuta hakuna mlango wa kulani. Akasema hakuna uovu katika Israeli, wala hakuna ukaidi katika Yakobo, ni yeye ambaye amebarikiwa. Kwa tukaona moja zio la baraka, moja zio ya laana ni baraka. Na jana tukasimama kwenye tobafu, tukapita kujibariki mwaka huu. Yani kuna vitu ambavyo ni vizuri sana, lakini hatuvifanyii kazi kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Yani kuamka na kujibariki ni kitu ambacho hakipo kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Au kubariki tu watoto wako. Kubariki tu. Nilikuwa na tafakari leo, nikaona wakati Rebeka amepata mchumba, alafu Rebeka sasa wakamfanyia send off. Sasa wakati anaondoka, hawakumwacha hivi, walimbariki. Kasema, ndugu yetu, uwe mama wa 10,000 na wafalme watoke kwako. Yani imefanyika send off, kila kitu kimeshaisha, halafu anamwaga. Kulipa mwaga, wakambariki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapa nikuulize swali tu. Wakati wanaanza shule, wakati anaanza shule Januari hii, wangapi walibariki watoto wako? Yaani wangapi waliwabariki watoto wao wakati wanaenda kuanza shule?
mwaka huu, ule wa chekechea, wa shule ya msingi, wa sekondari, wa chuo, wangapi ulisimama ukambariki mwanao? Wangapi kwamba leo naenda shule inafunguliwa, acha mwanangu nikubariki, ukambariki ndio akaenda shule? Wangapi? Ukikuta 100, shukuru Mungu. Yaani kumbariki tu mwanao, umbariki anaenda kuanza shule mhola mpya, ukambariki. Lakini wangapi walibariki wajukuu wao? Mtukuu anaenda shule, kuanza shule Januari, ukambariki kama mwanangu, na Mungu akubariki sana. Mungu abariki walimu wako, abariki kiti chako, abariki madaftari yako, abariki kalamu yako, abariki siku na kompasi yako, abariki na uniform zako, abariki shule yako, abariki akili zako waweze kuelewa. Wangapi walibariki wanao au wajukuu wakati wanaanza shule? Hata mmoja hapa ndani hayupo. Lakini vitu vipo kwenye mifumo. Sasa kwa nini mkija Jumapili hamtoki mpaka mbarikiwe? Lakini wewe, tumejifunza jana kwamba sisi nasi akabeba, nimekubariki nawe uwe baraka. Wewe tumejifunza sisi ndani yetu tuna mfumo wa baraka ambao tunatakiwa tujifunze mwaka huu. Jifunze kubariki. Jifunze kubariki. Yaani jifunze ukiamka asubuhi bariki, kala usiku jibarikie, bariki watoto wako. Yaani anza mwaka huu jifunze kuwa na ulimi wa kubariki. Haleluya. Amina. Ibrahimu akaambiwa akubarikie nitambariki. Kwa hiyo kumbe unaozidi kubariki wengine nao nabarikiwa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Tuendelee kuangalia, tusogee pale tulipoishia jana, tusogee ndani kidogo. Natamani leo tupate muda wa kutosha zaidi. Leo tutaenda kusukuma ahadi kwa mwaka huu. Tutasukuma ahadi. Leo tunaendelea na ujumbe wetu wa ahadi ya baraka. Tunaendelea hapo ahadi ya baraka. Leo tutaingia kidogo kwenye kitabu cha Mithali 3:13 hadi 18. Mithali 3 13 hadi 18. Tamani tupate kitu kingine ambacho kinakupa kuona uwekezaji wa Mungu ndani yako. Mungu amewekeza nini? Tumeona jana namna ambavyo baraka ni muhimu, inazuia laana, inazuia uharibifu, inafunga milango ya laana. Hoja tuangalie mbele zaidi. Biblia inasema 13:18, Mithali 3. Heri mtu yule aonaye hekima na mtu yule apataye ufahamu, maana biashara yake ni bora kuliko biashara ya fedha, na faida yake ni nyingi kuliko dhahabu safi. Yeye ana thamani kuliko marijani, wala vyote avitamanivyo havilingani naye. Ana wingi wa siku katika mkono wake wa kuume, utajiri na heshima katika mkono wake wa kushoto. Njia zake ni njia za kupendeza sana, na mapito yake yote ni amani. Yeye ni mti wa uzima kwao wamshikao sana. Anaheri kila mtu ashikamanaye naye. Hati mapane tafuta hapa na mstari 18 kule juu ilikuwa inaelezea kama kutengeneza njia ya hiki hapa. Nachotaka tukiangalia leo ni hiki. Yeye ni mti wa uzima kwao wamshikao sana. Anaheri kila mtu ashikamanaye naye. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sasa tumeona kwamba sisi ndani yetu tumefungiwa mfumo wa baraka, kwamba tukipita kwenye bonde la vilio
tunaligeuza linakuwa bonde la chemchemu ya uzima, chemchemu ya uhai. Na tumeona kwamba sisi tumetengenezwa mfumo kwamba tumebarikiwa ili laana isitupige. Lakini hapa anaelezea, anaanza kuendelea wasifu wa mtu, heri mtu yule aonaye hekima na mtu yule apataye ufahamu, maana biashara yake ni bora kuliko biashara ya fedha, na faida yake nyingi kuliko dhahabu safi. Yeye ana thamani kuliko marijani, wala vyote uvitamanivyo havilingani naye. Ana wingi wa siku katika mkono wake wa kuume, utajiri na heshima mkono wake wa kushoto. Njia zake ni njia za kupendeza sana, na mapito yake yote ni amani. Yeye ni mti wa uzima kwao wamshikao sana. Ana heri kila mtu ashikamanaye naye. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Asiki kitu kinatengenezwa kwa mafundisho, hekima, maarifa na ufahamu vinajazwa ndani ya mtu kupitia mafundisho ya semina kama hivi. Tunapokaa mbele za Bwana kwa semina kwa siku 7, lengo ni kuongezewa ufahamu. Ukipata ufahamu ndani ya nafsi na roho yako, ule ufahamu unakupa namna ya maisha. Hayo namna ya maisha yanakupa thamani kuliko vitu vyote ambavyo vinatamaniwa duniani. Kwamba vitu vyote vya thamani havilingani. Kwa nini? Ufahamu wa neno, ujuzi katika neno, maarifa katika neno hutengeneza busara, hutengeneza hekima, hutengeneza namna fulani ya maisha ambayo ukiishi watu wanabarikiwa kila mahali. Sasa nasema kuna viwango vikiongezeka ndani yako, wewe unakuwa ni mti wa uzima kwa watu walio karibu na wewe. Yaani mahali ulipo, mahali unaishi, mahali unakaa, wewe ni sababu ya uzima kwa wengine. Situmia lugha gani uelewe? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Biblia inasema hivi, kabla Mungu hajafanya jambo lolote, kwanza hujulisha watumishi wake manabii siri yake kwa mambo mawili. Kama kilichokuwepo si mapenzi ya Mungu, uingie ukibadilishi kisitokee. Lakini kama kinachotaka kutokea ni mapenzi ya Mungu, uwe na amani. Kwa hiyo Mungu akikufanya wewe ni chanzo cha baraka, kuna mauti hazitaingia mahali ulipo kama si mapenzi ya Mungu. Kama upo ndani ya familia, wale wanafamilia wote ambao wanakuzunguka, ule utukufu wa Mungu ulioko juu yako, ule utukufu unaachilia uzima kwenye familia nzima, maadamu upo ndani ya hiyo familia. Ile neema Mungu iliyoko juu yako kupitia maombi yako, yaani kuna vitu ambavyo watu watavipokea hata kama hawajakuomba waombe. Kwa nini? Utukufu wa Mungu ulioko juu yako unaingia kazini kuwavusha watu. Anasema yeye ni mti wa uzima kwao walio karibu naye. Sasa tujiulize leo, jiulize binafsi kwamba kweli wewe ni mtu wa uzima kwa watu wanaoshikamana na wewe. Ukiwa ndani ya kikundi cha maombi, je, wewe ni mtu wa uzima kwenye kikundi cha maombi? Ukiwa ndani ya kwaya, wewe ni mtu wa uzima kwenye kwaya? Yaani unaweza ukawa ndani ya kikundi cha maombi, lakini watu wanashinda kukutoa, lakini kwa kweli wamekuchoka, ni kivuruge. Unaweza ukawa ndani ya kwaya, kwa kweli siku haujawahi sema afadhali leo hajaja. Nini? Ni mwiba ndani ya kikundi.
hata ndani ya kanisa. Yaani kuna watu wanakuwa ndani ya kanisa, wao ni wanaleta mauti kwenye kanisa siku zote. Kwa uwepo wao kwenye kanisa wanaachilia mauti. Lakini kuna watu wakiwa ndani ya kanisa, wao ni mti wa uzima katikati ya kanisa. Uwepo wao ndani ya kanisa, uzima unaotokea. Maana tumejifunza juzi kwamba wakipita kwenye bonde la vilio, huligeuza kuwa ni chemichemi, hulivika mvua za vuli, hulivika baraka na mvua za vuli. Kwa hiyo kama wewe kuna viwango vya utukufu vimekaa ndani yako, unaachilia baraka ya uzima katikati ya jamii mahali ulipo. Haleluya. Amina. Sasa hebu tafakari, wewe ni mti wa uzima au ni mti wa mauti? Maana mauti nayo pia ni mti. Kwamba wewe ni faida, wewe ni baraka, kwamba mahali ulipo watu wanafurahia uwepo wako, mahali ulipo wanamtukuza Mungu kwa sababu uko hapo, mahali ulipo watu wanasikia kutabasamu. Yaani kuna mtu akitokea mbele ya watu wanafurahi, wanacheka. Lakini kuna mtu akitokea mbele za watu walipokaa, nafsi zao zinakwazwa. Kwa nini? Alichobeba si kizuri, anachokiishi siko kizuri. Sasa Mungu wa malengo yake, wapenda tusimame na ahadi za Mungu mwaka huu. Sisi si tu kwamba tuombe baraka, lakini sisi tuwe ni chanzo cha baraka, tuwe ni chanzo cha uzima kwa wengine, tuwe ni chanzo cha ushindi kwa wengine. Uko ofisini, upo kanisani, upo kwenye kikundi, upo kwenye taasisi, upo kwenye jamii, watu wahisi uzima kwa sababu ya uwepo wako. Lakini tabia zetu, kwa kweli tabia zetu bado tataka tupige hatua nyingine. Haleluya. Amen. Wewe kama mke umepata neema ya kuolewa, hivyo ni mti wa uzima kwa mumeo. Kuna mtu mmoja nilimwona anasema, mtumishi, Biblia ilisema kwa haki. Biblia ilisema kwamba ni heri kukaa kwenye pembe ya gari kuliko chumbani na mwanamke. Kuliko kukaa kwenye gari au kwenye pembe, kuliko kwenye kitanda cha 6x6 mwanamke mkorofi. Sasa ukiwa mwanamke mkorofi kwenye familia, wewe sio mti wa uzima, wewe ni mti wa mauti. Haleluya, haleluya. Amen. Wadada mpo, ya mzee anafurahi au anavumilia? Anachekea uwepo wako au anavumilia? Ana wengine wana mistari au wameipata, sema Biblia inasema aliye na mke awe kama Hana. Amechomoka na mstari ni kwamba tu ndoa isivunjika, sema Mungu ulisema aliye na mke nawe kama Hana. Kwa hiyo zile haki za mke anazifuta zote, kwa akiingia anaingia kwa jambazi, anatoka kwa jambazi. Maana akiingia nyumbani, cha kwanza yani ni masumango, ni maneno, ni vurugu. Kwa sema Yesu, nashukuru mstari ni wa kwangu huu, niwe kama sina. Umefua hujafua hakakwaziki, umepika hujapika hakakwaziki, umempika utabudu nini? Ameshafuta kama mimi sina mke. Sasa wewe hujakuwa mtu mzima kama kwa sura hiyo. Natakiwa mahali hili somo, kama utalishi vizuri, utajifunza kwamba kuna vitu bado hujaviwekeza ndani yako. Kuna mafaili natakiwa yaweke ndani yako, ili watoto wako wakuite heri, jamii ikuite heri. Yaani unaposimama
unapotembea, yani watu wahisi uzima kupitia wewe, wahisi faraja, wahisi amani, wahisi kutiwa moyo. Juzi nilipotoka kwenye huduma, narudi nyumbani, nimepumzika, nimetafakari, nimefuatilia sababu kuna bidi nipate muda wa kutosha kufuatilia Facebook, wangapi wamefuatilia, wangapi wamecomment, niangalia YouTube, lakini na share Facebook na account mbili, na share kwenye account nyingine, na upload YouTube. Kwa hiyo ninakuwa na muda wa kutosha wa kukaa mtandao. Nikipata muda basi napumzika. Fika saa 3 kana mtu amenipigia simu. Basi nikampigia. Kamkuta analia kwa sababu mtumishi, napitia pagumu sana. Kaambia haya, kanielezea, basi nikamtia nguvu, nikaomba naye. Nikasikia kabisa nafsi yake imehuishwa. Nikasikia umemtia moyo, amesikia kupumua tena. Haleluya. Mtu akija na machozi kwako, anafuta machozi au naongeza machozi? Wewe tafakari tu. Akana mtu amekuja kwako, anaomboleza, faraja au naongezea machozi? Kuna watu Mungu ametupa, yani wanapitia vita ngumu sana, wanapitia misiba mizito kweli kweli, lakini wanasubiria wewe ni mti wa mzima juu ya nafsi yake. Anapopitia pagumu, asikie mpigie simu, pigie simu fulani. Akipiga simu, acha mambo mengine, msikilize, mpe nafasi, ajieleze, alie, achoke, alafu baadaye na maarifa alipata, akitoka sawa, mtumishi, kwa kweli jana baada ya kuongea nimepata amani, nafsi yangu imerudi. Sasa kwa mtu uzima, kuna watu pia wanataka faraja yako, wanataka watie moyo, wanataka wasikie neno la faraja, wanataka wasikie neno la lao. Yani kuna mtu anapita mahali pagumu, nafsi imechoka, amekata tamaa ya kuishi, anatamani tu mtu mmoja amtembelea, akae, tenge mdake hata lisazi mzima, akae, ndio kuwa mtu mzima kwa watu. Yani wakati mtu anahisi ni mwisho wa maisha, wakati anahisi amechoka, wakati anahisi tena hakuna kuendelea, lazima apate mtu ambaye ni mtu wa uzima, asikie kuisha tena, asikie kuendelea tena. Haleluya. Sasa kama hicho kitu ukikijua na ukikiombea, Mungu atakuletea watu wake ambao wamekata tamaa, wamechoka, wamefadhaika, haoni kuendelea tena. Atakuletea kwa sababu wewe ni mti wa uzima kwao, wahisi kuendelea tena. Na anasema yani wanaheri hao wanashikamana naye. Yani kuna vitu mpenda tutakuwa tuviombee sana mwaka huu. Anasema anaheri kila mtu ashikamanaye naye. Kwa hiyo yani mtu akishikamana na wewe amebarikiwa, ana faida nyingi, anaheri ambatane naye. Sasa badilisha CV yako, badilisha wasifu wako. Tumejifunza kwamba ahadi zinasubiri mtu ambaye amejitakasa, ambaye amefunga milango ya uovu, ambaye miguu yake kimbilii dhambi, miguu yake kimbilii uvuka, miguu yake imekaa uweponi mwa Bwana masaa yote. Ni mtu kujitakasa muda wote, ni mtu ambaye anatamani Mungu ajidhihirishe kwake. Kwa hiyo kama utasimama kwa ukamilifu mbele za Bwana, hii ahadi isubirie mwaka huu. Utaona kwamba kuna mahali watu watapita pagumu, alafu wewe unakuwa ni mtu wa uzima kwao. Kuna vitu ambavyo vitachipuka ndani yako, vitawasaidia wapate uzima. Kuna baraka Mungu ataziachilia ndani yako. Tumejifunza kwamba baraka sio mali tu, baraka ni kitu kipana sana. Hii ni moja ahadi ya Ibrahim kwamba sisi tubarikiwa, tuwe baraka au tuwe chanzo cha baraka kwa wengine. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Tumalizie
Anzia hapo kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28, andika mstari wa kwanza hadi wa 14. Tunataka tuombe ahadi za Mungu mwaka huu moja hadi mwambie Mungu, nifanye kuwa mtu uzima katikati ya familia mwaka huu. Watu wavune matunda ya kuwaponya. Watu wavune kitu kutoka kwangu mwaka huu. Niwe baraka, niwe kama mti wa kuponya wengine, niwe mtu wa kusaidia wengine. Lakini tutaona na ahadi nyingine hapa ya Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa kwanza hadi wa 14. Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 14 itasoma: itakuwa watakaposikiza sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii na kutunza ni kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizao leo, ndipo Bwana Mungu atakutukuza juu ya mataifa yote ya duniani. Na baraka hizi zote zitakujia na kupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa mashambani, utabarikiwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako na uzao wa nyama wako wa mifugo, maongeo ya ng'ombe wako na wadogo wa kondoo zako. Litabarikiwa kapo lako na chombo chako cha kukandia unga. Utabarikiwa uingiapo, utabarikiwa utokapo. Bwana atawafanya adui zako na ukaidi yako kupigwa mbele yako. Watakutokea kwa njia moja, lakini watakimbia mbele yako kwa njia 7. Bwana ataamuru baraka ije juu ya ghala zako na mambo yote utakayotia mkono wako, naye atakubarikia katika nchi akupayo Bwana Mungu wako. Bwana ataweka uwe taifa takatifu kwake. Bwana atakuweka uwe taifa takatifu kwake, kama alivyokuapia, utakaposhika maagizo ya Bwana Mungu wako na kutembea katika njia zake. Na mataifa yote ya duniani watakuona umeitwa kwa jina la Bwana, nao watakuwa na hofu kwako. Bwana atakufanya uwe na wingi wa uheri katika uzao wa tumbo lako na uzao wa nyama wako wa mifugo na uzao wa nchi yako katika nchi Bwana aliyowaapia baba zako kwamba atakupa. Atakufunulia Bwana hazina yake nzuri, nayo ni mbingu, kwa kutoa mvua ya nchi yako kwa wakati wake, na kubarikia kazi yote ya mkono wake, nawe utakopesha mataifa mengi, wala hutakopesha wewe. Bwana atakufanya kuwa kichwa wala si mkia, nawe utakuwa juu tu wala hui chini, utakaposikiliza maagizo ya Bwana Mungu wako ni kuagizao hivi leo, kuyaangalia na kuyafanya. Usipokengeuka kwa maneno ni waamuruyo leo kwa lolote, kwenda mkono wa kuume wala mkono wa kushoto, na kuifuata miungu mingine na kuitumikia. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hasa mstari 13 inafunua ahadi nyingi sana za Mungu, na tumeona tulikotoka Biblia nasema kwamba uombe nami nitakupa. Sasa hapa anatoa maagizo kabla ya kuomba nini kianze. Anasema itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii na kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizia leo. Anasema ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya dunia. Tumeona kwenye kitabu cha Efeso Warumi ile 8:13 tumeona mpaka 16 mpaka 30 kule. Tumeona tunateswa na sana tunatukuzwa pamoja naye. Na tumeona kuna majira tunapita kweli kwenye dhiki na mateso, lakini katikati ya mateso tukivumilia, kuna saa Bwana atatutukuza katikati ya mataifa. Sasa hapa anafunua kanuni au mfumo au itifaki, ni kusikia sauti ya Bwana Mungu na maagizo tunaagizwa kwenye semina hii, kwamba ni nini cha kufanya
Maagizo ya Mungu ni yapi? Ukishika yale maagizo tunajifunza na ukasimama kuomba kwa ajili ya mwaka huu, kuna vitu vitachipuka kushoto na kulia mpaka utamshangaa Bwana Mungu wako. Yaani kuna baraka zitatokea. Na nimekuambia kwanza, baraka sio mali tu. Anasema adui zako watakuja kwa njia moja, watapigwa, watakimbia kwa njia 7. Sasa hizo baraka fedha, sio baraka mifugo, lakini hata kushindiwa vitani ni sehemu ya baraka. Adui kupigwa ni sehemu ya baraka. Kwa hiyo tunaposema baraka, usiangalie tu mafanikio, kuna zaidi ya mafanikio. Anasema utabarikiwa uzao wa tumbo lako. Ni mama gani hatamani mwanae abarikiwe? Hayupo. Sasa moja ya baraka ni uzao wa tumbo lako kubarikiwa. Lakini anasema utabarikiwa na uzao wa nchi yako. Jamani, nchi nayo inazaa. Mafanikio ya mwanadamu yote chini ya jua yamefungwa kimfumo kwenye ardhi anayoishi. Ukiona umefeli kimaisha, ardhi inakulala, ardhi inakupiga. Na unapomkosea Mungu, adhabu ya kwanza inaenda kwenye ardhi yako. Adamu alipokosea akaambiwa ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Kaini alipomwaga damu akaambiwa kwa kuwa damu imepokea damu ya nduguyo, akaambiwa umelaaniwa katika nchi, utakapokilima haitakupa matunda yake. Sasa anasema uzao wa nchi yako utabarikiwa. Kwa hata wachawi wakija wakisemesha ardhi yako, wakilaani nchi yako, kwa kuwa tumejifunza jana, baraka ni ngao ya kuzuia laana. Sasa kama ardhi yako imebariki, imeshiba baraka, hata waisote usiku na mchana, laana haingii. Kwa nini? Laana ni baraka, ni ngao ya kuzuia laana mahali. Sasa kama uzao tumbo lako umeubariki, hata walikilaaniwa mjini, baraka waliobariki watoto wako ni ngao ya kuzuia laana kwao. Sasa natakiwa leo tusimame kuomba hizi ahadi. Cha kwanza, mwaka huu Mungu akufanye kuwa mtu mzima katikati mahali unapoishi, ufanyike baraka. Yaani watu wahisi uponyaji maadamu upo, wahisi furaha, wahisi bubujiko, wahisi kwamba kuna mtu yuko hapa, ni baraka kwetu. Akasema Ibrahimu, nimekubariki ufanyike baraka. Kwa hiyo kufanyika baraka kuna mapana mengi, kuna mapana mengi. Asasema uombe nami nitakupa. Na tumepata kibali cha kusimama kwa damu ya Yesu kupata muunganiko wa ahadi za Ibrahimu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Simama tuombe. Tamani tupate nafasi ya kusukuma maombi leo zaidi. Muda tunaruhusu ni saa 1:40. Tuna muda wa kutosha kama nusu saa ya kusukuma maombi. Naomba Happy sogea huko mbele, Happy Mgomba. Tasimama kuongoza maombi. Ongoza maombi. Tunatamani tupate nafasi ya toba kwa Mungu. Tumejifunza siku ya jana, uovu ni mlango wa laana, uasi ni mlango wa laana. Lazima tuanze na toba ili tunaposukuma maombi kusiwe na zuio. Lakini hapa tuna bahasha ambazo tunatamani kutoa kusapoti huduma hii, zinatoka leo tarudi kesho. Kwa hiyo tutaziombea. Ukija kutoa sadaka yako utachukua na bahasha niziombee kabisa. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai, moja ya kitu ambacho unatufundisha kwenye madhabahu hii ni kwamba Bwana, baraka zinaunganika na kujenga madhabahu.
Ibrahimu uliposema naye alisimamisha madhabahu yako. Ibrahimu, Isaka pia uliposema naye alijenga madhabahu. Lakini Yakobo pale Luzu uliposema naye, mbingu zilipomfunukia, aliweka nadhiri ya kujenga madhabahu pale, na Bwana ukayatimiza yale yote ambao walikulilia. Nasi Baba, kwenye semina hii tunatamani tukuone Bwana kwa viwango. Tunatamani kuona utukufu wako Mungu uliye hai. Ninaomba kwa ajili ya bahasha hizi, naziweka wakfu kama vyombo Bwana vya kuwekea sadaka. Hata yule ambaye Bwana haoni sadaka yote, lakini ukimpa neema ya kuchukua bahasha kwa imani, Baba, inapoiva ni malango yake ukamfungulie neema kupata sadaka. Maana ndiwe utupaye mbegu kwa ajili ya kupanda na mkate kwa ajili ya chakula, katika jina la Yesu, amen. Amina. Chukua maiki yako Baba, nipe ya kwangu. Haya, wapo wahudumu wataendelea kwa nani, utakuwa endelea kuongoza maombi. Chukueni wahudumu, mtagawa hizo bahasha. Tagawa hizo bahasha. Halo. Karibu. Mkoza maombi vile Roho Mtakatifu anakushuhudia. Karibu kwa ajili ya kutoa sadaka. Karibu kwa ajili ya kutoa sadaka. Alafu tutaingia kwenye maombi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi tutaenda mbele za Bwana sawa sawa na neno la Bwana ambalo Mungu amesema na sisi, ya kwamba lazima kwanza tujitathmini kwamba tumekuwa baraka au tumekuwa laana kwenye familia au kwenye eneo ambalo tupo. Na mtumishi amepita kwenye mifano ya kwamba kwanza jitathmini mwenyewe unavyojiangalia, kama mtoto, kama mke, kama mume, umekuwa mti wa uzima au mti wa laana. Tunaona kwa mtumishi wa Mungu Kaini walipokuwepo na ndugu yake Habili kule kondeni. Tunaona picha halisi ya neno ambalo Bwana amesema na sisi leo, ya kwamba Kaini alikuwa amebeba kitu cha mauti, hakuwa amebeba kitu cha uzima. Na ile mauti aliyobeba Kaini iliweza kuondoa maisha na uhai wa ndugu yake Habili. Inawezekana kwa nafasi yako umetembea na roho ya mauti. Kuna vitu vimepigwa, kuna vitu vimekufa. Lakini Mungu anatamani leo turudi tena kwake, tuweze kuwa baraka katika nchi, tuwe baraka kwenye taifa, tuwe baraka kwenye ndoa, tuwe baraka kazini na hata kwenye maeneo ya biashara, hata kanisani tuwe baraka.
Kwa hiyo utanifuatisha kwa maombi haya. Naomba ufunike macho yako mbele za Bwana na nyenyekea tu mbele za Bwana. Usijikinai haki mbele za Mungu. Biblia inasema iko njia machoni pa mtu huwa inaonekana iko sawa, lakini mbele za Mungu, Mungu anaona kuna machukizo, Mungu anaona kuna udhaifu, Mungu anaona kuna vitu havijakaa sawa. Na ndio maana anasema anapolituma neno huwa alirudi bure mbinguni. Mungu anapotuma ujumbe, kuna mahali unatakiwa ufike, kuna mahali unatakiwa ukaponye, kuna mahali unatakiwa ukahuishe, kuna mahali unatakiwa ukatie nguvu, kuna mahali unatakiwa ukaimarishe. Kwa hiyo kwa kuwa Mungu ametuita tena kwenye hema hii, Mungu ana haja na sisi. Funika macho yako mbele za Bwana. Inua mkono wako mmoja mbele za Mungu na mmoja weka kifuani. Na wale mnaotufuatilia kwenye mitandao ya kijamii, mnaweza mkafanya tendo hili pamoja nasi kwa imani. Taweka mkono mmoja kifuani, mmoja peleka mbele za Bwana. Haijalishi upo kazini, haijalishi upo njiani, haijalishi upo eneo gani, imani haina umbali. Jiunganishe kwenye eneo hili, jiunganishe kwenye madhabahu hii, jiunganishe na neno hili ambalo Bwana amesema na sisi. Kuna kitu Mungu anatamani atusaidie. Sema, Bwana Yesu, ninasogea mbele zako siku hii ya leo. Ninakushukuru Mungu uliyenipa hii neema ya kusikia hili neno, ya kwamba Mungu, mimi ni uzao wa Ibrahimu. Ziko baraka za Ibrahimu zinatakiwa niishi, lakini nimegundua ya kwamba siishi kwenye hizo baraka, niko nje ya hizo baraka. Nimegundua ya kwamba maisha ninayoyaishi sio maisha yanayokupendeza. Nimegundua ya kwamba katika maisha yangu mimi sijawa baraka, nimekuwa laana. Sijaweza kuwa uponyaji kwa watu waliokuwa dhaifu, sijaweza kuwa nguvu kwa watu waliochoka, sijaweza kuwa msaada kwa watu walioshindwa, sijaweza kuwa furaha kwa watu wanaolia, kwa watu wanaoomboleza, kwa watu walio na maumivu, ambao wamekosa matumaini. Nimegundua ya kwamba nahitaji neema yako, nahitaji na rehema zako. Kwa sababu iko hiyo neema jioni hii ya leo, nami naipokea hiyo neema kwa msaada wa jina la Yesu. Ninaomba unisamehe Bwana kupitia mawazo yangu nilipokuwa sababu ya watu wengine kukata tamaa, nilipokuwa sababu ya watu wengine kupotea, nilipokuwa sababu ya watu wengine kupoteza maisha, nilipokuwa sababu ya watu wengine kuendelea kulia. Ninaomba unirehemu Bwana, kwa ajili ya mtazamo wangu, kwa ajili ya ufahamu wangu, kwa ajili ya akili zangu, kwa ajili ya matendo yangu. Iko njia mbele yangu ambayo Mungu ni machukizo. Ninaposogea mbele zako, ninaungama dhambi hii ambayo nimeitenda mbele zako. Inawezekana inajua na inawezekana siijui, lakini kwa kuwa Mungu umesema na mimi, ninajua iko dhambi juu yangu, ninajua liko tatizo ndani yangu, nami natamani kusogea sasa mbele ya kiti chako cha rehema, kiti kilichobeba msamaha na ondoleo la dhambi zangu. Inawezekana maombi yangu hayatoshi mbele zako. Ninaipokea damu ya Yesu juu ya nafsi yangu, ninaipokea damu ya Yesu juu ya akili zangu, ninaipokea damu ya Yesu juu ya moyo wangu. Hiyo damu ya Yesu Kristo ikafanyike kuwa fidia, ikafanyike kuwa ondoleo la dhambi juu ya maovu niliyoyatenda, juu ya makosa niliyoyafanya. Mungu uliye hai, ninasimama mbele zako, ninashuka miguuni pako, ninapungua tena. Mungu, ninanyenyekea chini ya mkono wako. Ninajua mkono wako Mungu umejaa rehema na neema. Ninajua ya kwamba Bwana, wewe sio mwepesi wa hasira, wewe ni mwingi wa rehema,
Ndiyo maana ninao ujasiri wa kukisogelea kiti cha enzi, kukisogelea kiti cha rehema na kuomba toba na msamaha, nikijua Mungu wa neema waweza kunisamehe maovu yangu, waweza kunisamehe makosa yangu. Mungu uliye hai, ninaomba unisamehe tena juu ya ghadhabu yako juu yangu, juu ya adhabu iliyoachilia juu yangu, hata ule mwiba ambao ninatembea nao usiku na mchana. Mungu, ni kwa sababu umeachilia adhabu juu ya maisha yangu. Mimi ninalia usiku na mchana, ni kwa sababu nimetenda dhambi. Kwenye kitabu cha Isaya neno la Mungu linasema, mkono wako sio mzito hata usiweze kuokoa, na sikio lako sio zito hata lisiweze kusikia, lakini maovu yangu yamenifarakanisha na hiyo neema jioni ya leo ya baba yangu Ibrahimu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, ikiwa kuna nguvu ya agano kutoka kwenye familia yetu, kutoka kwenye ukoo wetu, ambayo imepelekea nitembee kwenye hiyo dhambi, nitembee kwenye huo udhaifu, nitembee kwenye hiyo laana, ninaachilia damu ya Yesu juu ya agano lolote ambalo ninatembea nalo. Ninaachilia damu ya Yesu juu ya kifungo chochote ambacho nimefungwa mimi kwenye ulimwengu wa roho, ikiwa ni kifungo cha hasira, ikiwa ni kifungo cha chuki, ikiwa ni kifungo cha kisasi. Baba, ninalipa damu ya Yesu. Baba, ninalipa damu ya Yesu. Hebu nenda mwenyewe binafsi sasa mbele za Bwana, omba toba juu ya chochote ambacho unahisi kimekuwa sababu ya wewe kuwa baraka, kimekuwa sababu ya kushindwa kuwa faraja kwa watu ambao wanalia. Nenda mbele za Bwana kwa imani, na wakati wa maombi ya toba naomba usichukulie kawaida. Nilisema jana, Biblia inasema ufalme wa Mungu unatekwa na wale wenye nguvu. Kama tuna nguvu ya kupambana na hizo madhabahu, kama tuna nguvu ya kupambana na hayo maagano, kama tuna nguvu ya kupambana na hiyo dhambi ambayo inatuzinga kwa upesi, hatuwezi kutoka. Kwa hiyo maanisha kwenye maombi, ona Yesu amesimama sahi, anatamani kusikia maneno yako ya ukiri ya kwamba unachukia hiyo dhambi, unachukia hayo maisha. Nenda mbele za Bwana sasa. Baba, katika jina la Yesu, ninasogea mbele zako tena siku ya leo, ninasogea mbele zako tena jioni ya leo, ninasogea mbele zako tena majira haya na wakati huu ambao Mungu umeenda kuzifungua mbingu kwa ajili yangu, umeenda kufungua anga kwa ajili yangu, ukalituma neno lako Mungu kwa ajili yangu. Ni kweli ye Bwana, ujumbe huu umeutuma kwa wakati sahihi juu yangu, umeutuma mahali sahihi ye Bwana, na ndivyo nilivyo mbele zako Mungu. Ni kweli nimekuwa dhaifu mbele zako, ni kweli nimekuwa chukizo mbele zako, nimekuwa tatizo mbele zako. Ninaomba toba na rehema juu ya nafsi yangu, ninaomba toba na rehema juu ya moyo wangu, ninaomba toba na rehema kwa ajili ya kinywa changu, ninaomba toba na rehema kwa ajili ya matendo yangu. Inawezekana kuna watu walitarajia kupokea kitu na nimeshindwa kuachilia hicho kitu juu yao. Inawezekana kuna watu walisubiria kusikia neno la faraja kutoka kwangu, hawakusikia neno kutoka kwangu. Inawezekana kuna watu walisubiria nifanye jambo kwa ajili ya kuwatia moyo, nimeshindwa kuwatendea hilo jambo. Nimeshindwa kujua nafasi yangu mbele zako, nimeshindwa kujua kusudi lako Mungu mbele zako, nimeshindwa kutenda haki Mungu juu ya watu ambao Bwana ulinipa, kwa sababu kuna watu wanasubiri Mungu sauti yangu, wanasubiri tamko langu, kuna watu wanasubiri maombi yangu, kuna watu wanasubiri faraja yangu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninaomba toba na rehema. Inawezekana ni nguvu ya maagano imenishika, inawezekana ni nguvu ya asili imenishika, inawezekana ni dhambi ya asili imenishika, inawezekana ni vitu vya asili vimenishika, vimefunga miguu yangu, vimefunga na mikono yangu, vimefunga na nafsi yangu, vimefunga na kinywa changu. Ninaposogea mbele zako Jehova, ninatamani damu ya Yesu Kristo ipite ndani yangu sasa inifungue. Ninatamani damu ya Yesu Kristo ipite ndani yangu sasa inifungue, ipite kwenye fikra zangu inifungue, ipite kwenye macho yangu sasa
sasa inifungue, ipite kwenye kinywa changu sasa inifungue, ipite kwa ajili ya utari wangu inifungue. Baba, nairuhusu hiyo damu Yesu, nairuhusu hiyo damu Yesu Kristo. Haijalishi nimefungwa kwa sadaka au nimefungwa kwa viapo mbalimbali au nimefungwa kupitia maagano na mapatano, leo naipeleka damu Yesu, leo naipeleka hiyo damu Yesu, leo naipeleka hiyo damu Yesu Kristo, ikanifungue kila kifungo, ikanifungue kila kifungo, kile kifungo cha uchungu, nairuhusu damu Yesu ikanifungue kile kifungo cha ghadhabu na kisasi, nairuhusu damu Yesu Kristo ikanifungue kile kifungo ambacho nimefungwa, nairuhusu damu Yesu Kristo ikanifungue katika jina la Yesu Kristo. Natamani Bwana ukanifanye kuwa kiumbe kipya. Mwambie Bwana kufanye kuwa kiumbe kipya sasa. Mwambie Mungu kufanye kuwa kiumbe kipya. Mwambie Bwana kufanye kuwa baraka. Mwambie Mungu kufanye kuwa neema. Nenda mbele za Bwana, mwambie Mungu akusaidie ufanye kuwa kiumbe kipya mbele za Bwana. Uwe kiumbe kipya kwenye ndoa, uwe kiumbe kipya kwa watoto wako, uwe kiumbe kipya kwa wafanyakazi wenzako, uwe kiumbe kipya kwa watu wanaokuzunguka, uwe kiumbe kipya kwenye madhabahu ya Mungu. Nenda mbele za Bwana, mwambie Mungu achilie neema. Mwambie Bwana achilie hiyo neema juu yako. Mwambie Bwana achilie neema juu yako. Inawezekana na nidharau, hujui kwamba umepewa neema, lakini Mungu anaona iko neema kwako. Inawezekana fikiri vitu vidogo unavyovifanya, lakini mbele za Bwana vinaleta faida kwenye ufalme wa Mungu. Nenda tu mbele za Bwana, Bwana akusaidie. Baba, katika jina la Yesu, ninaomba hiyo neema yako tena ndani yangu. Naomba nafasi nyingine tena ya Bwana ndani yangu. Naomba wajira mengine tena Bwana ndani yangu. Baba, naomba hiyo neema tena kwa ajili yangu. Mungu, naomba hiyo neema tena ya kuwatia moyo waliokata tamaa. Naomba hiyo neema tena ya kuwatia moyo wale waliovunjika moyo. Mungu aliye hai, naomba hiyo neema tena juu ya tamko na neno la kinywa changu ambalo limebeba uzima ndani yake, limebeba matumaini tena juu yake, limebeba Mungu maisha tena ndani yake, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Baba, naipokea hiyo neema jioni ya leo, naipokea hiyo neema jioni ya leo, naipokea hiyo neema kwa msaada wa Roho Mtakatifu, naipokea hiyo neema kwa jina la Yesu, naipokea hiyo neema kwa damu ya Yesu. Sitakuwa kama jana na juzi, nitakuwa kiumbe kipya kwenye ufalme wa Mungu, nitakuwa kiumbe kipya kwenye ndoa yangu, nitakuwa kiumbe kipya juu ya uzao wa tumbo langu, nitakuwa kiumbe kipya juu ya jamii inayonizunguka, katika jina la Yesu Kristo. Mungu, niumbie neema kutamka baraka, niumbie neema kusema neno la baraka juu ya kila kitu ambacho Mungu umenipa kwenye maisha yangu. Niumbie hiyo neema kuachilia baraka, niumbie hiyo neema kuachilia baraka. Hata kama kuna vitu vimeharibika, nione kuna neema tena juu ya vitu. Hata kama kuna vitu visongi mbele, nione tena kuna neema kusonga mbele, katika jina la Yesu Kristo, katika damu ya Yesu Kristo. Natamani neno la uzima kwenye kinywa changu, la kutamka baraka mahali ambapo kuna laana, la kutamka baraka mahali ambapo kuna mauti, ya kutamka baraka mahali ambapo kuna roho ya ukiwa, ya kutamka baraka mahali ambapo kuna vitu vimelaaniwa, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu Kristo Nazareti. Tamko langu libebe baraka siku zote, libebe baraka majira yote na kila wakati, Baba, katika jina la Yesu Kristo. Endelea kuachilia baraka sasa. Enda bariki uzao wa nchi yako, bariki maisha yako, bariki mwaka 2026, ubariki mwaka wako, bariki kazi za mikono yako. Anza kuachilia baraka. Tunasoma kwa Baba la Torati 28, anasema atabariki uzao wa nchi yako, atazibariki, funua hazina za mbingu, hukunyesha mvua ya wakati wake, na kubariki kazi za mikono yako yote. Hebu achilia baraka. Ubariki mwaka 2026, ni mwaka kubarikiwa uzao wa tumbo lako, kubarikiwa kwenye ndoa. Bariki ndoa yako, hata kama hujaolewa. Bariki mume ambaye amekuja kumwisha, mwambie Mungu, na bariki yule mwanamume ambaye umeendelea ili aoe. Na bariki ulimwengu wa roho, bariki uzao wako, bariki mifugo
yako, bariki watoto wako. Wanasema utabariki uzao wa tumbo lako, nitakubariki uzao wa tumbo lako. Bariki mmeo, bariki mkeo, bariki ofisi unakofanyia, bariki ile ardhi ya nyumbani mwako, hata kama umepanga, bariki hiyo ardhi. Maana amesema utabariki uzao nchi yako. Bariki mlango, ubariki mlango unapoingia na ukatoka, ubariki wa mlango, ubebe baraka zako. Ukiingia mlango kuna baraka, ukitoka kuna baraka. Mwambie Bwana baraka ya kushinda vitani katika mwaka 2026. Adui zangu watakaokuja mbele yangu watapigwa na kukimbia kwa njia saba. Tamka hizo baraka, mbingu zinasubiri maombi yako Baba, katika jina la Yesu. Baba, tumesimama kwenye madhabahu yako, umesikia neno lako Bwana, nasi tumepamoja kwa toba kwenye madhabahu yako Baba, tumesikia maagizo yako kwenye madhabahu yako, nasi tumekuja, sisi tumekusanyika Baba, tukiomba bariki uzao wa nchi yetu, bariki uzao wa nchi yetu Bwana, hiyo nchi yetu, uzao wake tunabariki leo kwa jina la Yesu. Tunabariki uzao wa ardhi, ile ardhi ambayo tunafanya kazi za ofisini, kazi za ujasiriamali, kazi za biashara, kazi za kilimo, kazi za ufugaji. Hiyo ardhi ambayo tunafanya kazi juu yake tunaibariki. Hiyo ardhi uzao wake tunabariki. Yesisema pooza uza vita ambavyo vimekamilika na kukomoa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunabariki milango tunapoingia na kutoka. Huu mlango tunapoingia, mlango wa kanisa tunabariki. Tunapoingia tuoneze baraka, ukitoka tuone baraka. Baba, malango yetu ya familia, ile milango ya familia tunaibariki leo kwa jina la Yesu. Tunabariki milango ya familia, tunapoingia tubarikiwe, tunapotoka tubarikiwe kwa jina la Yesu. Tunabariki ile kapu la kukandia, tunalibariki ile kapu, tunalibariki, tunabariki ile kapu kwa jina la Yesu. Tunabariki Bwana ghala zetu ambazo tunapotunzia, tunabariki Bwana hizo ghala Bwana, ukamuru baraka ndani hizo ghala kwa jina la Yesu. Tamka baraka, tamka baraka, tamka baraka. Bariki kinachosikia. Mungu ameweka kama pana pale, ameweka kama pana kwa jina la Yesu. Wale adui ambao wamejipanga juu yetu kufanya vita nasi, Mungu aliye hai, mwaka 2026 adui zetu wote ambao wamejipanga kufanya vita, Bwana anapokuja wakaoka wapige mbele yetu, wakakimbia kwa njia saba. Adui wote ambao wamejipanga kufanya vita na huduma, kufanya vita na uchumi, kufanya vita na afya zetu, kufanya vita kwenye kona yote, wanapokuja kwa njia moja, Bwana wakawapige mwaka huu, wakakimbia kwa njia saba katika jina Yesu aliye hai. Kama mamlaka ya Yesu, Mungu aliye hai, baraka wakutushindia vitani, baraka tunaumiliki, tunauishi, baraka ambao umewaagiza Bwana, tunaumiliki baraka kwa jina la Yesu. Bwana, tupiganie wako adui zetu, wanania mabaya juu yetu, wanakaa vikao utushambulia, wanakaa vikao wakutuharibu. Bwana, nyimbo vikao vyao, Bwana mkono wako ukapita hapo, ukawachafulia usemi, wakafarakane wako wao, ukawatawanye kwa njia saba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu aliye hai, baraka zako Baba unazitamka mwaka huu 2026 ni mwaka kona ahadi za Bwana za baraka za kifalme zikachipuke Bwana, katikati ya wiki, katikati ya miezi, katikati ya mwaka huu, ile ahadi za Ibrahim ambazo tumezitafakari, Bwana ukatufanye kwa miti ya uzima, ukatufanye Baba mahali tulipo tuwe mtu uzima kwa wengine, watu wakakuone kupitia sisi, wakabarikiwe kupitia sisi, kwa jina la Yesu. Ukatufanye Bwana kwa miti ya Bwana, kwa mti wa uzima katikati ya familia, tuwe baraka Bwana katikati ya jamii, katikati ya vikundi na maombi, katikati ya vikundi na uimbaji, tufanyike baraka mwaka huu. Maana umesema tubariki, hizo baraka zifungwe ndani yetu, Bwana, tunapoishi mahali popote, baraka zako zikachipuke katikati ya watu, Bwana, watu wakaone ule uheri wakukaa katikati yao,
wakatiwe nguvu, kwa sababu tumekaa katikati yao, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu katubariki, utubariki na afya, utubariki na afya, magonjwa sipate mlango, magonjwa ya mbalimbali yasipate mlango. Naibariki afya yangu, naibariki afya yangu. 2026 sitakuwa na magonjwa ya kimosiri. Naibariki afya yangu kwa jina la Yesu. Natangaza mwaka, sikia, mwaka huu itapita kwenye magonjwa, maana mwaka baraka, ile ahadi ya uzima. Biblia imesema mpenzi, ubarikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako. Hiyo ahadi leo, naibariki afya yangu, nitakuwa mzima, nitakuwa na afya mwaka huu katika jina la Yesu. Na kataro za magonjwa hazitanipata nafasi katika mwaka huu kwa jina la Yesu. Mungu aliye hai, mbaraka Bwana wa juu yako, mbaraka Bwana wa juu yako. Mwaka wa Bwana achilia ahadi zake, ahadi za Ibrahimu ambazo tuna haki ya kuzirithi. Mungu achilie ahadi ukazirithi mwaka huu. Huo ni mwaka wa baraka. Ninakubariki 2026. Mungu akubariki, abariki mazao yako, mazao ya kiroho na ya kimwili, abariki huduma yako, akubariki kibali cha Esther ikaachiliwa kwenye huduma yako katika jina yako. Uzao wako upokee baraka za Ibrahim, upokee baraka, ubariki uzao wako na ubariki katika jina Yesu. Watoto wako ambao ulimzalia Bwana mwaka huu waone baraka za Bwana, baraka za masomoni, baraka za kwenye masomo kuanzia chekechea mpaka vyuo vikuu katika jina Yesu. Wabariki mashuleni, tunabariki unapokaa, tunabariki mabweni unaposoma kwa jina Yesu. Tunabariki wanapokaa kwa jina Yesu. Tunabariki vitabu wanavyotumia kufundishiwa katika damu Yesu. Tunabariki akili zao waweze kuelewa, waweze kufahamu katika damu Yesu. Tunabariki ufahamu wao mashuleni, tunawabariki, laana zisipate mlango, maana wamebarikiwa. Unasamisha baraka kama ngao ya kuzuia laana kwenye familia zetu katika jina Yesu. Baraka ikasimame kama vile Balaamu alikosa mlango, akasema nimlaanije yeye ambaye Bwana amembariki. Mungu aliye hai, ahadi za baraka zikachipuke kwenye familia zetu, tufanyike baraka tunapoishi Bwana, tufanyike baraka kwenye kanisa, tufanyike baraka kwenye jamii, tufanyike baraka tunapoingia, tufanyike baraka kwa wengine. Ule mwambie Ibrahim, ninakubariki nawe baraka. Mungu aliye hai, wekezaji baraka, wekeza baraka, wekeza baraka katikati yetu, na hizo baraka zikawafikia na wengine. Baraka za huduma, baraka bariki huduma zetu ili ziwe baraka kwenye mataifa mbalimbali. Bariki utumishi wetu ili ufanyike baraka kwa mataifa mbalimbali katika jina Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Baba, kwa damu Yesu, kila silaha ambayo imefanyika ili kusimama hukumu leo, tunahukumu mkoso wa ulimi katika jina Yesu. Baraka zako Bwana zikachipuke, baraka za uzima, baraka za uponyaji, baraka mbalimbali, ahadi za Ibrahimu ambazo tumezisoma Bwana zikachipuke katikati yetu na familia zetu, ili mwaka huu Baba wakuzalie matunda. Unapotubariki Mungu, kazi yako isonge mbele. Unapotubariki Mungu, utukufu ukakurudie kwenye kiti chako cha enzi katika jina la Yesu aliye hai. Unafuatilia Facebook, Mungu akubariki. Tamka baraka za Bwana juu yako, ahadi za Ibrahimu zikufikie. Unapofuatia mahali popote, endelea kuomba. Tumepata ufunuo sehemu ya kwamba, lakini zidi kuomba zaidi na Mungu akuonekanie katika jina la Yesu. Amen. Amen. Karibu mratibu. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tupige makofi kwa